Maisha ni safari ambayo huwezi jua kesho yako ni vipi itakuwa. Na wapo waliosema maisha ni fumbo. Kila siku zinavyozidi kwenda duniani, kuna mengi yamekuwa yakitokea na kutendeka. Yapo ya kustaajabisha, kufurahisha, kuelimisha na hata kukujenga kiimani kwa vile unavyoamini. Leo tunaangalia taasisi ya Andros Disability Center maarufu kama ADOT, kituo ambacho kinasimamia na kulea watu wenye ulemavu kwa kuwapa elimu na kuwasimamia, ambapo siku ya Mei Mosi kwao ilikuwa siku maalum kwa ajili ya kupata elimu ya ujasiriamali na biashara kwa wenye mitaji midogo na mikubwa na wale ambao wanahitaji kuanzisha biashara au ujasiriamali. Rosemary Choma ni mkurugenzi wa taasisi ya ADOT. Yeye alikuwa na haya ya kuizungumzia siku hii. Kwa majina naitwa Rosemary Choma, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la ADOT ambalo kirefu chake ni Andros Disability Organization Tanzania, ambalo limesajiliwa kufanya kazi Tanzania nzima kwa lengo la kubadilisha maisha ya watu hususan wenye ulemavu. Katika siku muhimu kama hii ya wafanyakazi duniani, nikaona bora nikutane nao, niwatafutie wadau ambao watakaowapa elimu elekezi katika masuala ya biashara na ujasiriamali ili waweze kuwa chachu katika jamii zao, kwa maana kwamba waweze kufanya kazi. Katika siku hii ya leo ambayo ilikuwa ni siku nzuri sana, wanufaika wa shirika la ADOT waliweza kuelekezwa katika mambo muhimu ya kuzingatia katika biashara na ujasiriamali. Na tunaweza kuona jinsi ambavyo watu wenyewe wamejieleza kwamba kuna vitu ambavyo walikuwa wanavikosea. Sisi kama shirika tunajivunia kuona kwamba siku kama hii ambayo ya wafanyakazi duniani tumekuwa chachu kwa kuita watu wenye ulemavu na kuwaongezea mbinu na maarifa na elimu ambayo kwa mujibu wa maelezo ya leo kwamba hiyo pia ni sehemu ya mtaji. Kwa nini tumeweza kufanya hiki kitu? Kwa sababu tunatambua katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya vitu vingi ambavyo vimeelezewa ni haki ya kufanya kazi. Sasa katika haki ya kufanya kazi, watu wenye ulemavu mara nyingi wanapata changamoto katika jinsi gani wafanye kazi, kwa sababu mazingira yao mara nyingi yanakuwa ni changamoto, lakini pia elimu inakuwa ni shida. Sasa watu wenye ulemavu wengi tunaona katika tafiti, naona watu wengi wanapenda kuomba, lakini pia hata wale ambao hawapendi kuomba wanapata vikwazo vya kupata mitaji. Lakini sisi kama shirika tukasema hapana, ngoja tuwaite katika siku hii mahususi ya wafanyakazi duniani, tukae nao kwa mujibu wa wataalamu wapate kupata miongozo mbalimbali. Kwa hiyo ni furaha kwetu sisi kwamba tumeweza kuchangia maendeleo endelevu kwa watu wenye ulemavu, lakini pia watu ambao hawana ulemavu Tanzania. Coach Godfrey, mwalimu na mshauri wa mambo ya biashara na ujasiriamali, amezungumzia ni jinsi gani ameweza kuwapa faida ya elimu watu wenye ulemavu kutoka taasisi ya ADOT juu ya yale ambayo walikuwa hawayafahamu kuhusu ujasiriamali na katika kuanzisha biashara au kuendeleza. Kwa majina naitwa Coach Godfrey, ni mwalimu wa biashara na uwekezaji. Leo katika Mei Mosi niko huku maeneo ya Mbagala, nimekuja hapa katika taasisi ya ADOT. Hii ni taasisi ambayo inajihusisha na kusaidia wale watu wote ambao wana ulemavu. Utashangaa kwamba kwa nini leo niko hapa? Niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya biashara. Kwamba tusishangae kwamba kwa sababu mtu ni mlemavu basi hatakiwi kupata elimu ya biashara na uwekezaji. Tunaamini kwenye msemo mmoja mkubwa ambao unasema disability is not inability. Yani kutokuwa na ulemavu wa kitu fulani haimaanishi hauna uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho nikaona hichi kuna umuhimu mkubwa wa kuja leo siku hapa ya leo nizungumze na walemavu na pia wengine ambao sio walemavu masuala mbalimbali ya biashara na ujasiriamali. Yes, lengo kubwa ni kuhamasisha na wao waweze kufungua biashara, kwa sababu tumeshazoea katika jamii zetu mtu yote ashakuwa tu na ulemavu wote basi awe tu mtu wa kuomba, akae nyumbani. Kwa mimi naamini si sahihi kwamba hata kama mtu ana ulemavu fulani labda wa miguu au kiungo chochote cha mwili wake, still kuna baadhi ya biashara ambazo anaweza kuzifanya na bado zikaweza kumuingizia kipato, akaweza kujitegemea mwenyewe bila kuomba sana kwa watu. Mapokeo ya leo yalikuwa ni mazuri sana. Wamekuja vijana wengi mpaka watu wazima kwenye semina ya leo,
na naweza nikasema kwamba ADOTS ni taasisi ambayo inafanya kazi nzuri sana. Wanafanya kazi nzuri hapa, wanatoa elimu ya ujasiriamali, pia wanawezesha kama mtu ana wazo zuri la biashara, basi hapa mkurugenzi wa hii taasisi huwa anawezesha, especially kwa wale ambao wana matatizo ya kiafya au mwingine kama hana matatizo ya kiafya lakini ana hali ngumu ya kiuchumi na anaonesha na wazo zuri, basi hapa mkurugenzi pia huwa anawezesha watu wa namna hiyo. Lakini kikubwa ambacho kinakazaniwa hapa ni kwanza upate ujuzi, upate elimu, upate training. Baada ya hapo utaweza kuwezeshwa. Kwa hiyo naiona taasisi ya ADOTS ikifika mbali sana na ikiweza kujitanua zaidi, ikiweza kujulikana katika maeneo mbalimbali, nadhani watu wengi zaidi watavutiwa kuja kujiunga na hii taasisi hapa. Kwa upande wa wanajumuiya wa taasisi ya ADOTS, haya ndio yalikuwa maoni yao baada ya kupata elimu hii ya ujasiriamali na walivyozungumzia furaha yao baada ya kupata elimu hii ya ujasiriamali kwa kuletewa na ADOTS. Naitwa Juma Kindindi Mayumba. Mimi ni mwanachama wa ADOTS, shirika lisilo la kiserikali. Tangu nianze kufanya nishiriki kwenye shirika hili, ndugu zangu walemavu wenzangu, ni ukweli nina mafanikio makubwa. Siku ya leo tarehe 1 nimejifunza jinsi kufanya biashara. Hili somo kusema kweli limenifaidisha vizuri. Nilichokifunza kikubwa kabisa, kwanza kujua jasiriamali ni nini na kufanya biashara ni nini. Ni somo mojawapo ambalo nimelipenda sana. Kwa hiyo ndugu zangu mliokuwepo walemavu kama mimi, uwe wa macho, uwe wa miguu, uwe wa ngozi, ni vema kabisa kama huko mitaani unalandalanda, sogea hapa ADOTS. Ni shirika sio la kiserikali. Utaonana na mkurugenzi wetu ambaye kwa jina anaitwa Rosemary Choma. Elimu ambayo atakayokuelimisha ni elimu safi sana, ambayo katika maisha yako itakuendeleza na ukawa hunyanyasiki mitaani. Maana kuna wengi akina sisi maskini ya Mungu tunaambiwa bwana, tukipanda kwenye gari tulipe hela. Kumbe bwana ADOTS hapa inakuelimisha kwamba sisi walemavu tunayo haki ya kupanda gari bila. Tukienda serikali mitaa tunaambiwa kwamba sisi wenye walemavu hatuna haki ya kuchukua na uongozi. Kumbe tunayo haki kugombea uongozi wowote pale. Lakini kwa kuwa wewe ufahamu, basi wewe na maana unabaki tu kuteseka na maisha. Kumbe sisi ni sawa na watu ambao wenye viungo vilivyokamilika. Kwa majina naitwa Chausiku ni sana Mwaliki. Mimi ni mnufaika wa ADOTS. Kwa somo la leo la ujasiriamali nimeweza kujifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sijui na nilikuwa sielewi, na namna ya aidha kupuuzia, kutofanya vizuri, lakini mwalimu aliyetoa leo semina ameweza kunifumbua na kunielimisha namna ya biashara yangu na kazi ambayo ninafanya. Nimeweza kujitambua zaidi. Kwa mfano, nimeweza kugundua kwamba biashara yangu nahitaji nitungie biashara yangu jina. Kwa mfano, lile jina litanifanya biashara yangu kupanuka na watu watakuwa wananielewa zaidi kupitia biashara yangu. Hilo limeweza kunifurahisha zaidi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nimekiona pale naenda kukifanya. Halafu kwenye upande wa pesa, matumizi, napaswa kutumia pesa vizuri. Matumizi yanakuwa ni makubwa, lakini mengine yanaweza kudhibitika kusudi mambo yaweze kwenda vizuri na kupiga hatua. Kwa mfano, kwenye biashara yangu nimeweza pia kupanuka. Nimefungua kituo kingine ambacho ni shule nyingine, na kwa sasa hivi naendesha vituo viwili. Kwa hiyo elimu hii imenisaidia namna ya utunzaji pesa, kupata faida na kuelewa kwamba ninapaswa kufanya nini na ninapata kupata faida ya kiasi gani. Mimi kama mnufaika wa ADOTS, kwanza kabisa ninapenda kuwa na kupiga story na watu, kuongea, kubadilishana mawazo. Nikimkuta mwenzangu mwenye ulemavu
aidha anapita kwa kuomba, lakini huwa anapenda sana kutoa semina fupi sana. Kwa mfano, kuna siku kuna kaka mmoja mdogo tu alipita maeneo ya shule, alikuwa na mzee ambaye alikuwa ni kipofu. Sasa yule alikuwa ni mzee, alafu yule anayetembea naye ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo nikawapa elimu, nikamwambia wewe huyu unamchosha, wewe unapaswa ufanye kazi, na hata kama utaomba mtaji mtu atakupa, wewe ndio utafanya kazi, huyu babu atakuwa amekaa ataweza kufaidika. Lakini hivyo unavyotembea naye kuanzia asubuhi mpaka jioni, huyu unamchosha. Kwa mfano, akipewa shilingi 10,000, wewe utamdanganya nimepewa 1,000. Kwa hiyo napenda sana kuongea na watu na kutoa elimu kama hiyo. Kwa majina naitwa Sherida Thomas. Nakaa maeneo ya Mbande Kisewe. Mimi nina mtoto mwenye ulemavu ambaye ni mjukuu wangu, ambaye hajakaa, hajatembea wala hajaongea. Kwa hiyo ndio ninamlea kwa kumsaidia mazoezi, kwenda hospitali na mahitaji mengine. Hapa ADOT nimejiunga mwaka juzi baada ya kusikia sifa za ADOT. Kwa hiyo ndo nikajiunga na ADOT, na nilivyokuja nilielekezwa tu na huyo dada aliyetangulia cha usiku. Akasema kuna shirika la ADOT, naomba uende kajiunge pale. Sikukataa wito, nilikuja. Lakini nilivyokuja nilifikia ofisi, nilivyokuta mkurugenzi wa ADOT ni mwenye ulemavu. Lakini kuna mambo anayofanya, mambo makubwa sana zaidi ya jinsi alivyo. Nilijifunza kwake mambo mengi, na pia nilipata nguvu kupitia yeye. Nikasema kumbe japo ndani mtu mwenye ulemavu siwezi nikaishia hapa, naweza kufanya mambo mengine zaidi ya hapa kumbe. Kwa sababu kama huyu mama ni mwenye ulemavu, hatembei, anatembea kwa baisikeli, je, mimi mwenye miguu nitashinda kule kufanya kitu chochote? Hapana. Kwa kweli mama huyu aliniamsha kiasi kingine. Akili ilala kama ya mtoto. Sisi tunaona watu wenye ulemavu, nafika mahali tunaona changamoto kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna maisha mengine tena. Lakini kupitia huyu mama nilivyokuja nikamkuta, kwa kweli aliniamsha akili. Kwa mambo anayoyafanya hayafanani jinsi alivyo. Ana maono makubwa na ana upendo mkubwa, japo hawezi yeye kufanya, lakini anahitaji wale wanaoweza waweze kufanya, ili wasijikalishe hivyo, ili wasizarauliwe, waonekane kama nao pia wanaweza. Kwa kweli toka nimekuwepo katika shirika hili, kwa kweli nimekuwa na majukumu makubwa. Hata biashara nafanya kwa ujasiri, alituwezesha pesa pia. Hii mpaka unafikiri unajionea aibu wewe mwenyewe. Hivi kweli nawezeshwa pesa na huyu mama? Mpaka nafika naangalia mpaka na serikali yetu. Serikali yetu ina 2% ya watu wenye ulemavu. Hawawezi wakatoa pesa hiyo kwa wakati kwa watu wenye ulemavu. Lakini huyu mama anatumia pesa zake, anawapa watu wenye ulemavu ili waweze kujisaidia. Kwa kweli anafanya mambo makubwa sana sana sana, kiasi kwamba hata serikali ingetupa macho ikaangalia mambo anayofanya mkurugenzi katika shirika hili la ADOT, laiti wangemuunga mkono. Wangemuunga mkono kabisa, ili shirika hili linalotoa elimu, watu wamejua elimu kupitia shirika hili. Watu wamejua haki zao, haki za watu wenye ulemavu kupitia shirika hili. Walikuwa wananyanyaswa. Kuna vikao tulikuwa tuingie ya serikali za mtaa, lakini kupitia shirika hili analeta mpaka na watendaji kwenye semina. Sasa hivi tunaingia, hakuna chochote kinachoweza kufanyika serikali ya mtaa bila kualika mtu mwenye ulemavu au mtu anayeelewa mwenye ulemavu.